tumekutana kama viongozi wa kidini kukemea jambo ambalo kwamba tumeona bado ni uchochezi wa kikabila baada ya Mheshimiwa Rais kuzuru katika eneo letu hili la ukanda wa Pwani. Alikuja na maendeleo ambayo kwamba sisi kama watu wa Pwani tulifurahia sana, na maendeleo kama hayo ndo tunataka kuyaona kutoka kwa serikali ambayo kwamba tuliichagua, kwa viongozi ambao kwamba tuliwachagua. Alikuja na title deeds ambao kwamba hii ilikuwa ni afueni kubwa kwa jamii ya watu wanaotoka katika ukanda wa Pwani. Katika sherehe kama hiyo ama ugawaji wa title deeds, wakati huo alizungumza Mheshimiwa Hassan Omar Hassan ambaye kwamba ni Secretary General wa chama tawala cha UDA, na mazungumzo yake alipongeza huu mchakato wa rais wa kugawa title deeds, na akasema kuwa miaka iliyopita kuna wale ambao kwamba walidhulumu watu wa ukanda wa Pwani, walidhulumu mababu zetu katika jambo la ardhi, na dhulma kama hii si geni, ni jambo ambalo kwamba kila mmoja anajua, wala hahitaji mwenye macho kuambiwa tizama. Ni kweli kuna viongozi ambao kwamba walitangulia katika serikali hii walidhulumu watu jambo la ardhi, ambalo kwamba tunakuomba rais wetu shikilia hapo hapo, tuweze kuregeshewa ardhi ya watu ambao kwamba walikuwa ni wenye kudhulumiwa. Kwa mazungumzo kama haya imeonekana kutoka watu katika jamii fulani ambao kwamba wanaona ni kana kwamba walikusudiwa wao katika mazungumzo kama hii. Mazungumzo kama haya hayakukusudia jamii, ilikusudia baadhi ya watu waliokuwa katika uongozi, na walitumia uongozi wao vibaya kwa kudhulumu haki za watu, kudhulumu ardhi za watu. Haya ndio mazungumzo ambayo kwamba aliyazungumza, na sisi kama viongozi wa kidini tunamuunga Secretary General Mheshimiwa Hassan Omar Hassan kwa mazungumzo kama haya, na wala haikuwa haja ama hakuna haja awe ni mwenye ku-apologize, kwa sababu hatuoni wapi amekosea katika mazungumzo yake. Ni jambo ambalo kwamba anainua sauti yake, awe ni mwenye kusikika, na rais awe ni mwenye kutetea watu wa Pwani. Sisi kama viongozi tutazidi kutangaza amani, tutazidi kuhubiri amani, tutazidi kutetea amani, na hatuko tayari kuona hii nchi ikielekea mkondo ambao kwamba sio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ali Hassan Tito. Mimi ni mkereketwa wa kisiasa katika mji wetu wa Mombasa. Kwa hakika, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha hapa, kuweza kuangazia mambo ambayo yamejiri katika nchi yetu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kisha pia vile vile tunamshukuru rais wetu Daktari William Ruto kwa kuja kwetu Mombasa kwako, na vile vile kutuletea maendeleo katika mkoa wetu wa Pwani. Tunakushukuru na tunakupongeza. Jambo la pili ambalo leo limetukutanisha hapa ni kuwa sisi kama wakazi wa Mombasa tunamuunga mkono katibu mkuu wa chama tawala UDA Bwana Hassan Omar Sarai kama katibu mkuu wa chama chetu tawala, na tunasema anafanya kazi mzuri ya chama na watu wote wanaona, kwa sababu ile kazi anayofanyia chama na imedhihirika hata katika hizi by election ambazo zimejitokeza karibuni. Yeye amekwenda all out na kuhakikisha hivyo viti vimerudi kwa UDA, na tunamwombea Mungu azidi kumpatia uwezo wa kuweza kutumikia chama chetu tawala. Ujumbe wangu ni kwa rais wetu mpendwa, Rais Ruto. Mheshimiwa Rais, sisi kama wakazi wa Mombasa na wa Pwani kwa jumla tunakwambia tuko na imani na wewe na tutasimama na wewe, na sisi tunasema ni 2 term Ruto tena. Vile vile tungependa kukwambia utahadhari na wale ambao wanajifunika kwa ngozi ya kondoo, kumbe wao ni chui. Tunawaambia wabunge wa UDA ambao wanatoka katika eneo la mlima watangaze msimamo, wawache hizo porojo za kusema Secretary General wa UDA ajiuzulu. Kama wao ni wakweli watangaze msimamo kwanza, kwa sababu katika hii nchi
tumeona mara kadha wa kadha aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ni mchochezi, ni mkabila namba moja katika nchi ya Kenya. Wao kama wabunge wa UDA, mbona hatujawasikia wakimkemea Rigathi Gachagua kwa matamshi na vitisho wanavyovitolea katika nchi yetu ya Kenya? Lakini wao ndio wamekuwa mstari wa mbele kusema Secretary General Bwana Sarai ajiuzulu. Sisi tunakwambia Bwana Sarai hakuna kujiuzulu. Wewe baki hapo kwa ofisi, utumikie chama chetu tawala mpaka tutakapokuchukua hatamu ya uongozi wa muhula wa pili. Tunasema Ruto tena. Hassan Sarai amezungumza ukweli. Sisi sote tunamuunga mkono kijana wetu. Na hii lazima ikumbuke, hii itokee serikali ya kwanza iliposhika. Ukifanya wewe ukiwafurahisha serikali ya kwanza, ulikuwa unapewa zawadi, unaambia nenda Pwani ukachukua kiwanja huko, ukachukua plot. Ni kwamba nataka kutoa ushauri ama kusema advice kwa wale mikoa yote county zote za Pwani. Tana River, Kwale, Kilifi, Taveta na Mombasa. County zote wawe ni kitu kimoja. Wawe ni kitu kimoja. Mtu yote akigusa Tana River, sisi hapa tunasimama na yeye. Mtu yote akigusa Kilifi, sisi na yeye. Akigusa Kwale, sisi tunasimama na yeye. Lazima tusahau mambo ya vyama. Mpwani ni mpwani. Hii mambo ya siasa ambayo chama hichi ni wakati wa siasa. Wakati wa kura umekuja, lakini sote tuwe kitu kimoja. Mtu mwenzetu akigusa lazima tunasimama na yeye. Hiyo ieleweke kabisa.